Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali wanazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kwa upande wa Young Africans katika upande wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo baada ya kupoteza mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, sasa wanarudi katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo wanakutana leo hii, na hapa nazungumzia moja kati ya timu kutoka pale Dodoma, si wengine bali ni Dodoma Jiji, wakiweza kuwa wageni leo hii wa Young Africans katika dimba la KMC Complex majira ya saa 1 kwa kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Itakuwa hiyo usiku ambapo utakwenda kushuhudia mtanange huo. Sasa mimi nimekusogezea hapa kikosi cha kocha Pedro ambacho amekitangaza, kikosi ambacho kitakachoanza katika mchezo dhidi ya, hapa nazungumzia si wengine bali ni hawa Dodoma Jiji, huku kikosi chake kikiwa na mabadiliko kuelekea mchezo huo. Ametoa taarifa yake ni kwamba kile kinachoendelea kwa sasa ni kwa ajili ya mabadiliko ya kikosi, ni kwa ajili ya kuwapa nafasi wachezaji wengine, lakini licha ya hivyo kuwatunza wachezaji kadhaa kuelekea mchezo wa marudiano wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Young Africans itawaalika si wengine bali unazungumzia hawa ni Al Ahly. Kwa hiyo ratiba inakuwa ni ngumu kwa upande wao. Kwa hiyo leo hii kikosi ni kama ifuatavyo, ila kabla tujaendelea kutajia kwenye kikosi, ni kukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika channel ya hapa nazungumzia Wina Media, ajue kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa, ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele kupata mwendelezo wa taarifa zetu pindi ambapo zinapokuwa zikiweza kujiri. Wakati wowote unakuwa na uhakika wa kuweza kupata taarifa zetu popote pale unakuwepo. Subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Karibu. Bana, klabu ya soka Young Africans kupitia kocha Pedro ameweza kuweka bayana kikosi cha majembe 11 ambacho kitakachoanza katika mchezo huu mkubwa wa leo dhidi ya Dodoma Jiji. Kumbuka kwamba klabu ya soka ya Young Africans inazihitaji hizi pointi za Dodoma Jiji kwa hudi na uvumba, ni muhimu kwa upande wao, ambapo bila kupoteza wakati golini atasimama si mwingine bali ni Abutwalib Msheli, akiendeleza kile ambacho alichoweza kukifanya katika michezo ya Mapinduzi, kuonyesha ubora mkubwa. Kulikuwa hayupo Diarra, lakini ubora wake uliendelea kuwa mzuri kabisa, ambapo anaendelea kuweza kusimama kwenye milango miwili ya klabu ya soka ya Young Africans. Hapa nazungumzia Msheli ambaye ana rekodi nzuri kweli katika mashindano ambayo aliyokuwa akiweza kucheza pale Zanzibar. Kwa hiyo mwendelezo wake unaendelea sasa kwenye ligi kuu, ambapo mwalimu kocha Pedro ameamua kumpumzisha Djigui Diarra, pengine ni kwa ajili ya maandalizi ya mchezo unaokuja dhidi ya Al Ahly. Kwa hiyo hilo liko hivyo, huku beki namba mbele anasimama sehemu nyingine bali ni Atola Yao Kuasi. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa beki hatari kweli. Ana uwezo wa kupandisha mashambulizi, ana uwezo wa kurudi kukaa katika nafasi yake, ubora mkubwa ambao yuko nao katika kutengeneza nafasi, ndio sifa kubwa ambayo inamfanya aendelee kuweza kusalia kwenye kikosi cha Young Africans. Na mwalimu ameona leo hii kuna fursa ya Yao kuanza katika first 11 hii dhidi ya Dodoma Jiji, ili kuhakikisha kwamba wanaondoka na ushindi katika mchezo huo. Huku beki namba 3 anasimama Issa Shadrack Kiboka, katika mwendelezo wa kile ambacho kinaendelea kwa sasa kwenye kikosi cha Young Africans. Ukiweza kushuhudia Boka amekuwa na mwendelezo mzuri kweli, ukiweza kushuhudia mapafu ya kutosha, mbio za kutosha, anakwenda na kurudi kukaba. Kazi kubwa ambayo anaifanya pia
ni kutengeneza nafasi kwa kwenye kumwaga zile klosi zake, lakini pia ukiweza kushuhudia namna ambavyo anakuwa akiongeza idadi ya watu katika eneo la mpinzani. Kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo anaifanya Issa Shadrack Kiboka katika upande wa beki namba 3. Huko beki namba 4 anasimama si mwingine ambaye anazungumzia ni Frank Yasinki. Ukiweza kushuhudia ubora mkubwa ambao yuko nao katika eneo la kati, anapopewa nafasi ya kucheza amekuwa akiweza kuonyesha ubora mkubwa kweli kweli, namna ambavyo amekuwa akionyesha kile ambacho yuko nacho, na mwalimu anaendelea kuweza kumpatia nafasi zaidi ya kuonyesha kile ambacho yuko nako, ambapo ukiweza kushuhudia pia beki namba 5 anasimama si mwingine bali ni Dickson Job. Ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo anakwenda kuipiga kwenye dimba la kati. Dickson Job amekuwa na mwendelezo mzuri kweli kweli, ni moja kati ya watu muhimu kwenye kikosi cha Young Africans. Ni panga pangua, mara nyingi utamkuta Dickson Job ni mara chache sana ambapo huwa achezi mechi za Young Africans. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia leo hii ambapo majukumu yake yatakuwa ni kuhakikisha ya kwamba anakwenda kuiweka salama timu ya wananchi Young Africans katika eneo la kiulinzi, akiwa kama mlinzi kiongozi kwenye safu hiyo. Huku upande wa viungo namba 6 hapa anasimama si mwingine bali ni Musa Bala Conte. Unafahamu ubora wake, miongoni mwa nyota hatari kweli kweli kwenye kikosi cha Young Africans. Amekuwa na mwendelezo mzuri, ukiweza kushuhudia kazi kubwa aliyopiga huko Mapinduzi Cup. Mwalimu ameendelea kuweza kumwamini na kuweza kumpatia nafasi ya kuonyesha kile ambacho yuko nacho. Kwa hiyo kazi kubwa leo hii itakuwepo pale katika upande wa viungo, na ubora wake kila mmoja anakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo anakwenda kuipiga. Huku unazungumzia namba 7 hapa, namba 7 atakuwepo si mwingine bali ni Alan Okello. Unafahamu shughuli yake, ingizo jipya kwenye kikosi cha Young Africans, lakini ubora unajieleza namna ambavyo amekuwa ni msaada kwenye kikosi cha Young Africans. Ana uwezo mzuri wa kuchezea mpira, ana uwezo mzuri wa kukaa na mpira, ana uwezo mzuri wa kufanya mashambulizi. Kwa hiyo si mchezaji wa kusema ya kwamba ni wa kawaida tu kwenye kikosi cha Young Africans. Ubora pia unaakisi yaliyomo. Huku anazungumzia upande wa namba 8 anakuwepo si mwingine bali ni Alassane Kouma. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa nyota hatari kweli kweli kwenye kikosi cha Young Africans. Licha kutopata nafasi, lakini mwalimu leo hii ameweza kuona nafasi ambayo anahitaji Alassane Kouma akasimame kama miongoni mwa wachezaji ambao wanatengeneza mashambulizi kwenye lango la Dodoma Jiji. Kwa hiyo kazi kubwa utakwenda kuishuhudia leo hii, Alassane Kouma akisimama katika eneo la namba 8. Huko namba 9 anasimama Prince Mpumelelo Dube. Ukiweza kushuhudia uhatari wake, namna ambavyo amekuwa ni moja kati ya wachezaji ambao ni hatari kweli kweli kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwa hiyo ataendelea kusimama kama namba 9. Huko namba 10 atasimama sehemu nyingine bali ni Pacome Zouzoua. Ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo anaifanya. Namba 11 atakuwepo Maxim pia Nzingeli. Kwa hiyo hiki ndio kikosi cha Young Africans kitakachoanza katika mchezo huu wa leo dhidi ya Dodoma Jiji majira saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki usiku, ambapo dimba ni KMC Complex. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni.